Na ndani ya miaka hii ya Mama Samia mishahara imepanda mara mbili. Kwa mara ya kwanza 2022, kwa mara ya pili sasa. Hatujui uchumi wa nchi ukoje. Tuna mambo mengi ya kutafiti na kuzungumza. Chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania, CHAKAMWATA, kimempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa hotuba mujarabu aliyoitoa siku ya Mei Mosi mkoani Singida, na kwamba pia alikwepa mtego wa kuikanyaga katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulioandaliwa na TUCTA. Katibu mkuu wa CHAKAMWATA, Mwalimu Meshaki Kapange, ameyasema hayo leo Mei 5, 2025 mbele ya waandishi wa habari katika ofisi za CHAKAMWATA zilizopo jijini Mbeya. Mwalimu Meshaki Kapange, karibu. Sehemu ya hotuba ya TUCTA kwa Mheshimiwa Rais ilikuwa ni kipande chonganishi. Sehemu hii chonganishi inamuomba Mheshimiwa Rais kwamba sheria zirekebishwe ili wafanyakazi wakose uhuru wa kuanzisha vyama vingine vya wafanyakazi. Na wanatafuta mtu kwamba ni waajiri wanashawishi na kufadhili watu wengine wafanyakazi waanzishe vyama wafanyakazi. Huu ni uchochezi wa wazi ambao hauwezi kuzingatiwa ama kuvumiliwa. Tunaamini hotuba ile ama risala ile ilipita kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, ilikaguliwa kabla ya kwenda kusomwa kwa Mheshimiwa Rais. Mawaziri tunaamini walikuwa nayo kabla hawajaruhusu kwenda kusomwa kwa Mheshimiwa Rais. Hatutaki kusema walikuwa na nia ovu, lakini pengine weledi wao ama uelewa wao walipungukiwa mahali, wakaruhusu vitu kama hivi vichomekwe ili Mheshimiwa Rais aweze kuvunja katiba ya nchi. Kumwambia ruhusu sheria ibadilishwe, uhuru wa vyama vya wafanyakazi hauanzi kwenye sheria, unaanzia kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais ni binadamu. Angekosa tu hekima akajibu akasema hebu lishughulikieni hilo, tayari ilikuwa ni tafrani kubwa kwenye nchi hii. Tungelaumu kwamba rais amevunja katiba, lakini amesababishwa na watu. Tumeona tusinyamaze kimya, tutoke hadharani kuambia TUCTA na members wake walichokifanya cha kutaka kumpotosha Mheshimiwa Rais atoe maelekezo ya kuvunja sheria za nchi na kuvunja katiba ya nchi ambayo ameapa kuilinda, hakiwezi kuvumiliwa tena. Lakini vyombo vyote vilivyoshiriki kukagua ile risala ya TUCTA vikaruhusu bado iende ili kaweke mazingira ya kumpotosha Mheshimiwa Rais. Naomba vijiulize vizuri sana kama vinatekeleza wajibu wake barabara ama vitekeleze wajibu wake barabara. Na tunafahamu kabisa hakuna mshawishi mkubwa zaidi ya chama cha walimu Tanzania, CWT. Na leo nitaongea kwa mifano. Tuna mambo mengi tumeyaficha moyoni na akilini kwa miaka mingi, kwa mara ya kwanza leo tutayatoa. Tangu kusajiliwa kwa CHAKAMWATA na kabla kusajiliwa kwa CHAKAMWATA, chama cha walimu kimefanya njama nyingi ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama, ndani ya mamlaka za serikali kuzuia chama cha CHAKAMWATA kisisajiliwe. Hapa nina taarifa yao, walishawahi kuunda kamati ya uchunguzi ya kuchunguza CHAKAMWATA. Wakanunua watu ndani ya CHAKAMWATA, wakawa wanauzia CWT nyaraka. Na hii kamati yao iliongozwa na mtu anaitwa Mpogole, JL Mpogole. Waliandika hii hapa. Humu kuna habari zangu, za familia yangu, za mke wangu, za nani, wakachunguza, lakini nashukuru Mungu waliandika taarifa za uongo. Wakazipeleka wanakozijua mwaka 2017. Hiyo yote ni kuchochea CHAKAMWATA kifutwe hata baada ya kusajiliwa. Baada ya taarifa hii tukapata nyaraka nyingine, hii hapa. Hii inatoka serikalini kwenye mamlaka za juu za serikali, zinaziagiza mamlaka za chini. Chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania CHAKAMWATA na katibu mkuu wake Mwalimu Kapangwe wachunguzwe, na walipewa siku 90. Nilichunguzwa nikiwa sijui kama nachunguzwa. CHAKAMWATA kilichunguzwa kikiwa kijui kama kinachunguza. Lugha iliyoko humu kwenye hii barua ilitoka serikalini ndio lugha iliyoko kwenye hii karatasi ya CWT. Unaunganisha doti unapata ukweli. Kama hiyo haitoshi, walikwenda wakashawishi TAMISEMI baada ya kuona CHAKAMWATA walimu wanakimbilia wanajisajili. Wakaandika barua yao nyingine hii kwa TAMISEMI kuweka vikwazo viongozi wa CHAKAMWATA wasiwe wanakwenda kusajili wanachama kwenye maeneo ya kazi. Na TAMISEMI wakaifanyia kazi, wakatoa majibu haya. Wakatoa maelekezo ambayo yanaibana CHAKAMWATA. Na waraka huu wakopeleka kwenye mamlaka zingine za serikali mbalimbali. Hii hapa. Huu ni ushahidi mchache kati ya ushahidi mwingi tulionao unaofanya mawasiliano kati ya CWT na mamlaka za serikali kuhusu sisi CHAKAMWATA. Sisi ni Watanzania. Serikali hii ni ya kwetu wote. Tuna haki sawa ndani ya nchi hii. Lakini
nepotism. Kuna chama ambacho kinaweza kikasababisha hata maagizo ya serikali kuu yasitekelezwe. Tunajua kwenye uchochezi huu ama kwenye hiki kitu alichomchomekea Mheshimiwa Rais, hawa watu CWT lazima wana mkono wao. Tunaamini hivyo. Na hii haija mara kwanza, ni mara nyingi tu wamefanya hivyo. Na katika hoja nyingine waliotumia wanasema vyama vikiwa vingi mahali pa kazi ama kwenye sekta moja vinaweza vikaondoa amani na utulivu. Amani na utulivu is an outcome of justice. Hakuna chama kinaanzishwa kupambana chama kingine, ni vyama vya siasa, lakini sio trade unions. Amani na utulivu ni tunda la haki. Haki ikiwepo, amani automatically inatamalaki. Haki ikiwepo, utulivu automatically unatamalaki. Kuna tabia ya watu wengi, naona hata viongozi wakubwa wa dini wakizungumza pale nchini amani na utulivu, lakini they are not going to the root. Chanzo ni haki, ikitamalaki hakuna sababu ya watu kuvurugana. Na tumekuwa na vyama vingi vya wafanyakazi, ni wapi ambapo ama ni lini palitokea tafrani kwamba haki imeondoka ama utulivu umeondoka? Ushahidi tulionao ni CWT wanatufanyia hayo, walimu wengine, na wanatazama tuna serikali. Hatuwezi kuvumilia. Rais sio single person kama tunavyoona Mama Samia, ni taasisi. Mama Samia ndio kiongozi wa taasisi, wa Marais ndio kiongozi wa taasisi. Attempt kupotosha chombo ambacho ndio kimeshika roho ya nchi, kikiyumba kidogo nchi inaharibika, kikifanya hivi kidogo nchi na sheki, kutumbukiza vitu kama hivi. Hiki kitendo tunaomba TUCTA wasikirudie na memba wao wasikirudie tena. Wao wanaenjoy uhuru wa nchi, walianzisha vyama kwa uhuru. Kwa nini hataki watu wengine waenjoy uhuru wa nchi hii? Wanataka kumiliki Tanzania kwao peke yao au Tanganyika kwao peke yao? Tumeona tutoke hadharani tuyazungumze haya. Kwa nini tunazungumza? Yako mengi tunayajua. Kuna waziri aliwahi kupita ofisi ya waziri mkuu akamhoji msajili wa vyama vya wafanyakazi ajieleze kwa nini alisajili CHAKAMWATA wakati kuna CWT. Leo simtaji waziri huyo, nikija siku nyingine kama haya yanaendelea nitamtaja hadharani. Na yeye anajua akisikia ujumbe. Tarehe 26 mwezi wa 3 2019 kuna tukio limefanyika chuo cha mipango Dodoma. Waziri mkuu alikuwa ndio mgeni rasmi. Kuna kauli zimetolewa pale. Na ikaonekana kabisa waziri mkuu hapendi vyama vingine nje ya CWT. Baada hapo tumepata matatizo mengi. Sasa haya majaribio yameanza kwa mawaziri, yamekuja kwa waziri mkuu, leo yanakwenda kwa Mheshimiwa Rais. Hatungependa yaendelee. Na kipekee tumpe maua yake Mama Rais. Asante Mwenyezi Mungu ambaye alimpa hekima na busara ya kujibu lile kwamba kuna mikataba ya kimataifa, lakini pia ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio inaozaa sheria. Sheria ya ajira msio kazini haijasimama hewani, ina misingi kwenye katiba. Ibara 20 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio inatupa uhuru huo. Hatuwezi kubadilisha sheria bila kwenda kubadilisha katiba kama wanataka kupoka uhuru wa wafanyakazi kujiunga. Siku zote chama cha walimu kimekuwa kinatumia mamlaka za serikali, nazitaja hapa baadhi. Kimekuwa kikitumia baadhi ya maafisa wa jeshi la polisi kusuppress viongozi wa CHAKAMWATA wanapofanya kazi zao. Kimekuwa kikitumia baadhi ya maafisa wa TAKUKURU kusuppress viongozi wa CHAKAMWATA wanapofanya kazi zao. Kimekuwa kikitumia baadhi ya maafisa wa usalama TIS kusuppress walimu wa CHAKAMWATA wanapofanya kazi zao. Na sasa hivi kimekwenda hatua moja mbele, kimeanza kutumia Chama cha Mapinduzi. Tutoe shukrani zetu za dhati sana kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya na mikoa ambao wamekuwa wakitupa ushirikiano kutuambia nini kimekwenda kule. Na kule kwenye Chama cha Mapinduzi wanaochelewa ni watu wa usalama ndio wanapeleka taarifa. Tulikuwa Singida. One day before Mei Mosi tumefanya taratibu zetu za kutafuta habari, na sisi tumejifunza kutafuta habari. Kama watu wanatafuta za kwetu, sisi tunatafuta za kwao. Tumepata ushahidi wa kwamba wanatumia vyombo vya dola kusuppress wenzao wasijiunge kwenye CHAKAMWATA. Na hawa watu wa vyombo vya usalama wasio waaminifu ndio wanakwenda kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Na viongozi wa Chama cha Mapinduzi kama amekuja afisa kutoka kwenye chombo cha usalama anaamini kwamba basi ni za kweli, kumbe amelishwa somewhere. Tunawashukuru sana viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa mikoa na wilaya wanaotupa ushirikiano. Na sisi tunawaambia bayana kila kitu cha ukweli. Wengine hawajui nini kilijiri Singida. Kuelekea siku ya Mei Mosi, CHAKAMWATA tulikuwa na wanachama wa pale Singida na nje ya Singida, na wengine kutoka nyanda za juu kusini na wengine ukanda wa pwani. Na tumelipa posho
hizi habari za kulipa kwa mujibu wa sheria ya mahusiano kazini ni confidential kati ya analipwa na mlipwaji. Naomba CHAKAMWATA wanisamehe kwa sababu limetokea kwenye mazingira haya, hasina budi kuyasema. Tumetoa posho kwa wanachama wetu shilingi 80,000 kwa siku. Tumetoa usafiri magari 7 kukusanya wanachama wetu pale Singida kuwaleta kwenye tukio. CWT wamedanganywa wanachama wao. Wamekaa vituoni hawakupelekewa magari. Halafu hawakupewa posho hata shilingi, walipolewa kaambia zote zimetumika. Sasa leo tunawaambia wao watoe maelezo kwa wanachama wao. Michango ya wanachama wa CWT inatumikaje? Wasikunu na mambo ya CHAKAMWATA. Fedha za CHAKAMWATA ni za wanachama, wakizitumia ni za kwao. Na tunakaguliwa. Taarifa ya ukaguzi zinapelekwa serikalini. Kama kuna pesa haieleweki kilitoka wapi, tutaulizwa. Kipato chenu kilikuwa ni hiki, mbona matumizi yenu ni haya na hamdaiwi? Zimetoka wapi? Wanahoji sisi tunapotoa huduma zetu kwa wanachama wetu baada wao kuboresha kule. Mheshimiwa Rais amewashauri waboreshe huduma. Walimu sio mateka. Ni watu huru, ni wasomi, ni wataalamu. Huwezi kumiliki akili yao. Wakiamua kuondoka. Hakuna chama cha wafanyakazi ambacho kimepewa mamlaka katika nchi kumiliki mshahara wa mfanyakazi. Wala hakuna chama cha wafanyakazi ambacho kinaweza kikafunga ndoa ya milele kama ndoa za Kikristo. Mimi napenda ndoa za Kiislamu kwa sababu ziko huru. Ukichoka unamwaga manyanga, baby leo kesho enemy. Lakini Kikristo unaambia hata kama alikuwa mshirikina mchawi unaambia mpaka kifo kutenganishe. Kifo. Hakuna chama cha wafanyakazi kinamiliki mshahara wa mfanyakazi kama ndoa ya Kikristo. Tunawashukuruni sana kwa sababu mmekuja. Tunaomba sauti hii ifike. Kitendo cha kutaka kumpotosha rais atoe tamko linalokiuka sheria na katiba ya nchi na mikataba kimataifa kisivumiliwe. Na mamlaka zinazohusika naomba ziwahoji hao watu waliotengeneza hiyo hotuba, hiyo risala ilipita kwenye vyombo vya usalama ikakaguliwa. Ni nani walihusika? Kwa nini walipitisha vifungu chonganishi kama hivi? Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Pokea maua yako mama. Asante kwa hekima na busara uliyotumia kujibu. Umeweka nchi imetulia vizuri sana. Lakini ulichomekewa na wasiokupenda na wasiopenda hatima njema ya taifa hili. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godoni Kalulunga.